Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu kwenye Sauti ya Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi, na leo nimekuletea hadithi inayokwenda kwa jina la Kazi Nzuri Ni Ipi. Ni hadithi ya zamani sana, lakini bado ina mafunzo mpaka leo hii na inakumbusha mambo mengi ya zamani. Kabla hatujaendelea, naomba unaonyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Waweza kuniambia kuwa umekumbuka nini, unasikiliza kutokea wapi, au ni hadithi gani ya zamani ungependa nikusimulie. Asante, tuendelee. Siku moja baada ya masomo, vijana 4 waliongozana kuelekea nyumbani. Ghafla njiani ukazuka ubishi mkali juu ya kazi nzuri ni ipi, na mazungumzo yao yalikuwa hivi: Sendeki: mimi naona udaktari ndiyo kazi bora kuliko zote hapa duniani. Kimwaga: lo, kazi gani hiyo? Kila siku kushika maiti? Hatari sana. Ualimu ndiyo kazi pekee yenye kila aina ya sifa. Kazi zote zisingekuwepo kama si hawa walimu. Asha: ngoja mimi niwaambie, nyinyi nyote hamjui kitu. Kazi iliyo bora kuliko zote ni urubani tu. Kazi yako wewe ni kuruka angani kama mbayuwayu, hivyo unaitwa mwanahewa. Mkulima akadakia: ebu kwanza niwaulize mmoja mmoja, je, daktari anaweza kufanya kazi akiwa na njaa? Sedeki akajibu, hapana, ila... Mkulima akadakia kwa kusema, hata mwalimu pia hawezi kufundisha akiwa na njaa, wala rubani hawezi kuruka angani akiwa na njaa. Nyote nyie mnamtegemea mkulima kwa maisha yenu yote. Kwa hiyo kazi ya ukulima ndiyo hasa uti wa mgongo wa nchi yetu. Kimwaga akasema, kitu muhimu ni fedha. Ukulima ndiyo kazi gani hiyo? Hata mama yangu anaifanya ingawa hajawahi kwenda shule. Mradi ujue kulima na kupanda tu. Sendeki akadakia, kazi ya ukulima ni sawa na kupika, kulea watoto na kuchota maji. Kazi zote hizo baba alisema kuwa ati ni kazi za akina mama nyumbani. Kwa nini mimi mwanaume nifanye kazi za kike? Mkulima akajibu, acha niwaambie, shangazi yangu ni dereva. Anakimbiza gari kwa kasi sana. Hakuna dereva yeyote katika mkoa wa Mbeya anayeweza kumshinda. Madereva wote hawafui dafu. Waliposikia sifa hizo za shangazi yake, hawakumwamini, ila walimkubalia kwa ulimi tu, kwa sababu hawakutaka kuendelea na mjadala huu. Asha akasema, je, mnakumbuka mwalimu Lazaro alivyofundisha? Mkulima akajibu, hivi alisemaje jamani? Asha akasema, alisema kuwa ati zamani kulikuwa na ubaguzi wa kazi. Wanaume walikuwa walinzi na askari. Kwa hali hii, mwalimu alisema kwamba wanaheshimiwa zaidi kuliko wanawake. Kimwaga akadakia, mimi sikusikia. Je, Sendeki, wewe ulisikiaje? Sendeki akasema, ndiyo, mwalimu Lazaro alisema kulikuwa na ubaguzi wa kijinsia. Pia alisema serikali ya makaburu wa Afrika Kusini imemwaga unga kwa sababu ya ubaguzi wake wa rangi. Asha akasema, mnajua zamani wanaume walipendelewa. Walipelekwa shuleni na kujifunza masomo ya fani ya sayansi. Lakini wanawake wachache waliobahatika walinyanyaswa sana na hatimaye kujifunza masomo tofauti na yale ya wanaume. Kwa hiyo ubaguzi wa kijinsia ulishamiri na kuota mizizi. Mwanamke hakutarajiwa kuwa daktari, fundi makanika, karani au dereva. Kimwaga akasema, hakika mambo haya yalifanywa wakati wa zama za mababu zetu na baadhi ya wakoloni. Lakini baada ya kujitawala au kuwa huru, mabadiliko mengi yametokea. Siku hizi serikali yetu inajitahidi kutoa haki sawa kwa wanaume na wanawake. Wanawake wengi wanahitimu katika vyuo vikuu
Vioni wanawake wengi hufanya vizuri kuliko hata wanaume. Wanafanya hivyo kwa sababu wanajua maji ukiyavulia nguo sharti uyaoge. Pia wanatunukiwa shahada za aina mbalimbali. Baadhi yao huwa madaktari, wahandisi na marubani. Hatimaye huajiriwa kama watumishi katika idara za serikali na taasisi mbalimbali. Mishahara yao huwa sawa na ile wanaoipata wanaume wanaofanya kazi za aina moja. Asha akauliza, "Je, unaniambia kwamba siku hizi hakuna ubaguzi katika kazi?" Kimwaga akajibu, "Naam. Kinachoangaliwa siku hizi ni elimu tu. Kwa hiyo, kama wapo wanaume wanaowadharau na kuwakashifu wanawake, waache tabia hiyo." Mkulima akasema, "Lazima twende na wakati. Tuzipige vita desturi na mila zinazowanyanyasa dada zetu kwa sababu zimepitwa na wakati." Sendeki akasema, "Kila mtu ana uhuru wa kufanya kazi yoyote aipendayo. Kazi ni kazi." Asha akamalizia kwa kusema, "Hakuna kazi iliyo bora zaidi ya nyingine. Kila kazi ni muhimu kwa sababu kazi zote zinategemeana. Mkulima anamtegemea mfanyakazi wa ofisini kununua mazao yake, na hatimaye mkulima hupata fedha ambazo anazitumia katika kununua jembe lililotengenezwa na fundi chuma. Hivyo hivyo na kazi nyingine. Kwa hiyo hakuna kazi inayoweza kusimama peke yake ikaleta maendeleo ya nchi." Baada ya hapo waliagana na hatimaye kila mmoja alishika njia ya kwenda kwao. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu. Naomba uniandikie hapo kwenye sehemu ya comment kuwa umejifunza nini kutokana na hadithi hii ya zamani. Pia usisahau kufuatilia hadithi nyingine inayokwenda kwa jina la Moto. Mungu akubariki sana na kupenda sana. Ni wako David Michael Wimbi. Kwa heri.